Na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu na iwe rohoni mwako. Mhashamu Baba Askofu mstaafu, ndugu zangu wapendwa, kazi ilipofikia leo tunaianza na kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kukamilisha jengo hili, tukiwashukuru wale wote ambao walihusika katika ujenzi huu na wale wote ambao wametuchangia ili tuweze kukamilisha jengo hili ambalo ni la muhimu sana katika kuwapa makazi watoto wetu. Shughuli hii iamshe imani yetu na ionyeshe moyo wetu wa shukrani. Tunakumbuka kwa hiyo ile Zaburi ambayo inasema, Mungu asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Lakini sisi kwa namna fulani ni wasaidizi wake Mungu. Kila tunapowasaidia au kuwatumikia ndugu zetu au jamii zetu kwa kazi zetu. Kwa hiyo tunaomba sasa msaada wa Mwenyezi Mungu kwa ibada yetu hii, ili baraka ya majengo haya, jengo hili kwa ajili ya taasisi yetu iwafae wakazi wake, wale watakaokaa humu kwa masomo na malezi, na msaada wa Mungu wakinge wanafunzi, walezi wetu na walimu wote na wahudumu wote wa shule hii, na waepushe na kila aina ya hatari na majanga, ili waweze kuwa salama kimwili na kiroho kwa neema ya Roho Mtakatifu na furaha na amani. Ndugu wapenzi, tumuombe kwa unyenyekevu Bwana Mungu wetu ili apende kubariki maji haya tutakayonyunyiziwa sisi na jengo letu ambalo tunalibariki, tukikumbuka kuwa tumebatizwa kwa maji na kwa njia hiyo tumefanyika kuwa watoto wa Mungu. Naye apende kutusaidia ili tudumu waaminifu kwa Roho Mtakatifu tuliyempokea. Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka kwamba kwa njia ya maji yaliyo chemchemi ya uhai na chanzo cha utakaso, hata roho zitakaswe na zipate zawadi ya uzima wa milele. Tunakuomba uyabariki maji haya ambayo kwa njia yake tunatamani siku hii ya leo. Utuimarishe, ukubali chemchemi hai ya neema yako ifanywe upya ndani yetu, na tukingwe na maovu yote ya roho na mwili kwa njia yake, ili kwa mioyo safi tukujongee na tuweze kupokea wokovu inavyotakiwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu upende kubariki chumvi hii, kiumbe hiki, yani chumvi ulioagiza kwa njia ya Nabii Elisha, itiwe katika maji ili kuponya utasa wa maji. Tunakuomba e Bwana, ili popote patakaponyunyiziwa mchanganyiko huu wa chumvi na maji, ufukuzie mbali kila uovu wa adui, nasi ututunze kwa uwepo wa Roho Mtakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunapotoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kujenga jengo hili, basi na tunapowashukuru wale wote waliofanikisha ujenzi huu, management ya shule na uongozi wake, pamoja na wale wote ambao wametuchangia, tunakumbuka imani ambayo tumeipokea kutoka kwa Mungu, na tunawaombea ili Mungu aendelee kuwaimarisha, lakini sisi sote pia
na kwa namna pekee sisi tutakaokaa humu, basi tukumbuke hayo na tuyapokee kwa shukrani kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda na kwa njia ya watu wake anataka tuishi salama, anataka tudumu katika imani thabiti na kumtumikia kiaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapenzi, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi ili kazi hii ifae kujenga ufalme wa Mungu na ituunganishe sisi katika imani. Walinde wote watakaoingia humu, wanafunzi, walimu, wafanyakazi, wazazi na wageni. Lijalie liwe mahali pa kutafuta ukweli, kukua katika hekima, kujenga maadili mema na kukuza vipaji ulivyowajalia vijana hawa. Tunakushukuru kwa ajili ya ukarimu wa wote waliowezesha kusimamia ujenzi wa majengo haya. Waongoze walimu, wafundishe kwa uaminifu na upendo. Wajalie wanafunzi bidii ya kujifunza, heshima, nidhamu na kumcha Mungu. Ondoa na kufukuzia mbali na jengo hili kila hatari, ugomvi, ajali, magonjwa na kila shambulio la yule mwovu. Tunaomba majengo haya yawe chanzo cha maarifa, amani na matumaini, ili wale wote watakaosomea hapa wakue katika akili, moyo na roho, na baadaye walitumikie taifa na kanisa kwa uaminifu. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Wazee wakiwepo ndio wanaoendesha shughuli na usalama wa familia. Mzee wetu kikanisa ndani ya jimbo amekuja na ameshuhudia na kubariki. Neno la kwanza, tunapenda kumpa Mungu shukrani za dhati kabisa kwa uwepo wetu leo hapa. Tumekuja tukiongozwa na baba yetu Askofu Romanus Miali kumwambia Mungu asante. Asante kwa sababu tukio ambalo lilitokea lilikuwa kubwa, na tunashukuru Mungu kwamba moto ule haukuweza kuwazuru watoto wetu. Katika nyakati zile zile ambazo sisi tumepata tukio hili, wenzetu wenye shule huko Kenya, shule mojawapo na yenyewe ilipata ajali ya moto, na tunaambiwa watoto karibu 17 walifariki. Sisi hilo halikuwepo, isipokuwa tulipata hasara ya jengo lote ambalo lilianguka. Tunashukuru sasa wote ambao wametusaidia kufikia hapa tulipo. Kwanza nawashukuru maaskofu na kwa namna pekee Baba Askofu Romanus Miali.
aliposikia na yeye mwenye alishuka na wazee wao wote pamoja na babu walikuwepo wakati wa usiku ule mapambano ya moto. Lakini sio hilo tu, akawa kwa haraka kutusaidia mahitaji na kuwahamasisha mapadre watusaidie na watu mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru Baba Askofu Nyali, tunamshukuru babu, na yeye alitoka na kutuchangia. Kwanza alitokea kwenye tukio na pia alituchangia, lakini pia tunawashukuru mapadre, walituchangia vizuri sana na kwa moyo wa upendo kabisa. Tunawashukuru watawa wetu wa kiume na wa kike jimboni ambao nao hawakuwa nyuma kutuchangia.